On the microphone is Sogelo Official Rose D. Hii ni Biomedia. Kama ndo kwanza unatutazama hii leo, karibu sana. Lakini pia nikukumbushe usubscribe kwa ajili ya kuwa mwanafamilia na mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali. Mimi leo niko na story kubwa kabisa ambayo mwanadada Mange anatoboa siri kesi ya Tundu Lissu baada ya mashahidi kuzidi kubana kwa Tundu Lissu. Shahidi P7 aibua sintofahamu mahakamani. Hili limekaaje mtazamaji wetu? Tuliangalia kwa kina upande wa habari za kisiasa ambako ni kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa wa upinzani Tundu Antipas Lissu imeendelea katika viunga vya mahakama kuu, huku tukishuhudia hatua ya kumalizika kwa ushahidi wa shahidi wa kificho aliyejulikana kwa jina la P7 ambaye baada ya kumalizika na kumaliza kujibu maswali ya upande wa utetezi, shahidi huyo hakuwa na maswali ya ziada kutoka upande wa jamhuri, hali ambayo ilifanya mahakama kuahirisha kesi hiyo hadi siku ya kesho tena majira ya saa 3 asubuhi. Katika sehemu ya 195 ya mwenendo wa kesi hiyo, Mheshimiwa Lissu aliendelea na hatua ya kumfanyia shahidi huyo maswali ya dodoso akilenga kubainisha mazingira ya ushahidi wake pamoja na sababu za kutotajwa hadharani kwa jina lake halisi. Na katika mahojiano hayo, Mheshimiwa Lissu alimuuliza shahidi huyo kwa nini amepewa jina la P7 badala ya kujitambulisha kwa majina yake halisi. Akijibu swali hilo, shahidi alisema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu za usalama wake binafsi, lakini hata hivyo wakili huyo wa utetezi alimkumbusha shahidi kwamba katika ushahidi wake wa awali alieleza kuwa hakuwahi kutishiwa na mtu yeyote kuhusiana na kesi hiyo. Shahidi wa kificho P7 alijibu kwa kifupi, "Ndio hivyo sasa," bila kuongeza ufafanuzi zaidi. Majibu hayo ambayo yalionekana kuibua tafakari miongoni mwa waliokuwepo mahakamani, huku baadhi wakionyesha ishara za mshangao kutokana na mgawanyiko wa maelezo hayo. Lakini mtazamaji, mara tu baada ya majibu hayo, Mheshimiwa Lissu alitangaza kuwa hakuwa na maswali mengine kwa shahidi huyo, akimaanisha kuwa hatua ya cross examination kwa P7 ilikuwa imekamilika rasmi. Jaji aliyekuwa anaongoza shauri hilo aliukaribisha upande wa serikali kwa ajili ya hatua ya re-examination ambayo huwapa nafasi ya kurekebisha au kufafanua mambo yaliyojitokeza wakati wa maswali ya upande wa utetezi. Na hata hivyo, wakili wa serikali alisimama na kueleza kuwa hakuwa na maswali yoyote kwa shahidi huyo. Kauli hiyo ilithibitisha kuwa ushahidi wa P7 ulikuwa umefika tamati bila kuongezea ufafanuzi wowote kutoka upande wa mashtaka. Na katika hatua nyingine, upande wa serikali ulieleza kuwa umebakiza shahidi mmoja tu kabla ya kufunga ushahidi wao, na wakili wa serikali Renatus Mkude alisimama na kuikumbusha mahakama kuwa kama walivyowasilisha mapema asubuhi, waliomba kesi hiyo ihairishwe hadi kesho asubuhi kwa ajili ya kuendelea na ushahidi na shahidi aliyesalia. Jaji alikubaliana na ombi hilo na kuamuru kuwa kesi itaendelea kesho tarehe 19 majira saa 3 asubuhi katika mahakama kuu. Kabla ya kuhitimisha kikao cha leo, majaji walionekana kuandika baadhi ya mambo muhimu mezani mbele yao, ishara ya kuhitimisha kumbukumbu za mwenendo wa siku hiyo. Baada ya tamko la kuahirishwa kutolewa kwa askari wa mahakama, walitangaza rasmi kufungwa kwa kikao, na wote waliokuwepo ndani ya ukumbi wa mahakama waliinuka na kusimama kwa heshima wakati majaji wakiondoka ukumbini. Baada ya majaji kuondoka, hali ya ukumbi ilibadilika haraka, huku watu wakianza kutawanyika na wafuasi, wanahabari na mawakili walionekana wakijadiliana kwa makundi madogo nje ya ukumbi, wakichambua yaliyojiri hasa kuhusu majibu ya shahidi P7 kuhusiana na sababu za kupewa ulinzi wa utambulisho licha ya kudai kutotishiwa. Kesi hiyo imeendelea, mtazamaji, kuvutia hisia za wananchi wengi kutokana na uzito wa mashtaka yanayomkabili Mheshimiwa Lissu pamoja na mvutano wa hoja za kisheria unaojitokeza kila siku mahakamani. Lakini kwa upande wa mashtaka umebainisha kuwa umebakiza shahidi mmoja tu. Wengi wanatazamia kuona iwapo ushahidi huo wa mwisho utakuwa na uzito wa kuimarisha hoja za jamhuri au utaibua maswali zaidi kutoka kwa upande wa utetezi. Lakini mara tu baada hayo yote ambayo leo yaliweza kujiri katika mahakama kuu ambako kesi hiyo inaendelea, dada wa taifa, mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi amefunguka kwa kudai kuwa mashahidi wote hao ni wa mchongo. Lengo ni kuendelea kumkandamiza mwenyekiti wa chama cha Chadema. Na baada ya Mange kufunguka hayo, wadau wanamvana kudai kuwa kama hao mashahidi wa mchongo aje Tanzania kumtetea, sio kuongea akiwa mbali na nchi, kwa lengo la kuendelea kujaza chuki
mioyoni mwa Watanzania. Wote wanaoisimamia hiyo kesi ni watu wenye ujuzi lakini pia uelewa. Hivyo basi akae kwa kutulia, haki itaendelea kutendeka. Kama Tundu Lissu ana haki atapewa haki yake, lakini kama sivyo basi kila kitu kitakuwa hadharani. Asiendelee kuongea na kujaza chuki miongoni mwa Watanzania. Hivyo basi macho na masikio ya wengi mtazamaji yanaelekezwa tena siku ya kesho asubuhi katika Mahakama Kuu, ambako kesi hiyo itaendelea rasmi kwa hatua inayofuata ya usikilizwaji.